Kiongozi wa mpito wa Syria Mohamed Al-Jolani amesema yuko tayari kuanzisha mahusiano ya kidiplomasia na utawala wa kizayuni wa Israel. Hayo ni kwa mujibu wa barua inayoripotiwa kuwa ameituma kwa rais wa Marekani Donald Trump. Wiki iliyopita mbunge wa chama cha Republican na mpambe wa rais Trump Corey Mills alikutana na kufanya mazungumzo na Al-Jolani mjini Damascus kwa muda wa dakika 90 katika safari ya kutafuta ukweli iliyofadhiliwa na Wamarekani wenye asili ya Syria. Kwa mujibu wa Mills, Syria iko tayari kuanzisha uhusiano rasmi wa kidiplomasia na Israel na kujiunga na mkataba wa Abraham, lakini kwa masharti sahihi. Mills amesema msimamo huo umeelezwa na Al-Jolani katika mazungumzo hayo wakati alipoomba kupatiwa msamaha wa vikwazo iliyowekewa Syria na madola ya magharibi yakiongozwa na Marekani, na kuzungumzia pia uvamizi wa kijeshi na ukaliaji ardhi kwa mabavu uliofanywa na utawala wa kizayuni wa Israel kusini magharibi mwa Syria. Mbunge huyo wa Marekani ameambia shirika la habari la Bloomberg kwamba alijadiliana na Al-Jolani kuhusu hatua zinazohitajiwa kuchukuliwa yeye Al-Jolani ili kupata msamaha wa vikwazo. Amesema alimueleza Al-Jolani kuwa Syria lazima iteketeze silaha za kemikali zilizoachwa na serikali ya Bashar al-Assad, ishirikiane na nchi jirani katika kukabiliana na ugaidi na kupambana pia na wapiganaji wa kigeni waliojaa kwenye safu ya kundi la Hayat Tahrir al-Sham. Aidha, Mills alimtaka kiongozi huyo wa kundi la HTS atoe hakikisho la usalama kwa utawala wa kizayuni wa Israel. Na tukiendelea kusalia huko Mashariki ya Kati, David Heth, mhariri mkuu wa tovuti ya habari ya Middle East Eye, amesema mukawama ndio njia pekee iliyobaki kwa ajili ya kukomesha uhasibu na kukaliwa kwa mabavu kwa ardhi za Palestina na utawala wa Israel. Hafis, ambaye pia ni mchambuzi na muasisi wa tovuti ya Middle East Eye, ameeleza katika makala aliyoiandika kwamba utawala wa kizayuni unapaswa uelewe kuwa Hamasi kamwe haitasalimu amri, na akafafanua kwa kusema, leo kusalimu amri Hamas na Gaza kutamaanisha kusalimu amri kadhia nzima Palestina, ila hali mukawama ndio njia pekee iliyobaki ya kukomesha ukaliaji ardhi kwa mabavu. Mwandishi huyo Mwingereza ameendelea kueleza katika makala yake hiyo kwa kusema madai kwamba viongozi wa Hamas huko Gaza wamepokea kiasi kikubwa cha fedha na kutoroka wakati miezi 18 imepita vita vya pande zote mbili na miezi miwili ya watu kuteswa kwa njaa kali katika ukanda wa Gaza yanadhihirisha uelewa na ufahamu finyi alionao waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Hertis ameongeza kuwa Hamas haijarudi nyuma katika masharti yake mawili ambayo iliyasisitiza mwanzoni mwa vita, nayo ni kutoweka chini silaha, kuondoka kikamilifu kwa majeshi ya Israel katika ukanda wa Gaza na kukomesha vita hivyo. Mhariri huyo mkuu wa tovuti ya Middle East Eye amesema suala hilo limekuwa likisisitizwa mara kwa mara na kwa uwazi kwamba Netanyahu ndiye kikwazo kikuu cha kupatikana kwa suluhu kwa njia ya mazungumzo, kwa sababu alisaini mara mbili hati za makubaliano na Hamas, na baada ya kufanya hivyo akachukua hatua za upande mmoja za kukiuka makubaliano hayo. Mwisho wa kunukuu. Huko Marekani, ambapo waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov amesema Urusi iko tayari kufikia makubaliano na Marekani ili kumaliza vita, ingawa baadhi ya vipengee vinahitaji kuainishwa. Akizungumza na shirika la habari la CBS, Lavrov amesema rais wa Marekani anaamini kwamba anaelekea katika mwelekeo sahihi na Urusi yenyewe inadhani hivyo. Alipoulizwa kwa nini ilichukua muda mrefu kwa Moscow kufikia uamuzi huu licha ya Ukraine kusema kwamba mwezi Machi iko tayari kwa makubaliano ya usitishaji wa mapigano kwa maslahi ya raia wake, Lavrov alisema, tunashambulia maeneo ya kijeshi pekee au maeneo ya kiraia yanayotumiwa na jeshi la Ukraine. Huku hayo akijiri, jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi ilirusha ndege 103 zisizo na rubani katika mashambulizi ya usiku kucha ambayo yalisababisha vifo vya watu 3. Vifo vimeripotiwa katika eneo la Pavlordy mashariki mwa mkoa wa Dnipropetrovsk nchini Ukraine. Katika chapisho katika mtandao wa Telegram, gavana wa eneo la Shilki Liaski amesema mvamizi Urusi alishambulia tena eneo hilo kwa njia zisizo na rubani. Mioto kadhaa ilizuka huko Pavlordy. Mji wa Kharkiv kaskazini mashariki mwa Ukraine pia ulishambuliwa. Kwa mujibu wa meya Ihori Terakov, majengo kadhaa kibinafsi yaliharibiwa. Na tukiendelea kusalia na taarifa hizo zenye mnasaba na mzozo wa Ukraine, ni kuwa meya wa jiji la Ukraine Kiev Vitali Klitschko amesema kuwa huenda Ukraine ikalazimika kutoa sehemu ya ardhi yake kama
sehemu ya makubaliano ya amani na Urusi katika kile kinachoonekana kuwa ni shinikizo linalozidi kuongezeka kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump kuikubali hali hiyo. Moja ya uwezekano ni kutoa ardhi, sio haki, lakini kwa ajili ya amani, hata kama ni ya muda, huenda hilo likawa suluhisho, alisema meya huyo katika mahojiano aliyoyafanya na shirika la BBC, na ambaye pia ni bingwa wa zamani wa masumbu ambaye sasa ni mwanasiasa, akisisitiza kwamba watu wa Ukraine hawatakubali kamwe uvamizi au udhibiti wa Urusi. Kauli yake imetolewa saa chache tu baada ya shambulizi kubwa la makombora na droni kutoka Urusi mjini Kiev lililosababisha vifo vya watu 12 na kujeruhi zaidi ya 80, likiwa ni mojawapo ya mashambulizi makubwa zaidi katika miezi ya hivi karibuni dhidi ya mji huo mkuu Kiev tangu rais wa Urusi Vladimir Putin alipoanzisha operesheni maalum ya kijeshi mwaka 2022. Urusi inakadiriwa kudhibiti karibu 20% ya ardhi ya Ukraine kufikia sasa. Kwa kutoa kauli hiyo, Klitschko amekuwa mmoja wa viongozi wa juu wa nchini Ukraine kuashiria hadharani uwezekano wa kukubaliana na mpango wa muda wa kutoa ardhi ili kupata amani, jambo ambalo limekuwa gumu kwa Kiev kuikubali kwa muda mrefu. Alipoulizwa kama Rais Volodymyr Zelensky amewahi kumshirikisha katika mazungumzo au mipango ya suluhisho la amani, Klitschko alijibu kwa ufupi hapana. Rais Zelensky hakufanya hivyo. Wawili hao wanajulikana kwa tofauti zao za kisiasa. Klitschko amewahi kumtuhumu Zelensky na timu yake kwa kujaribu kudhoofisha mamlaka yake kama meya wa Kiev, akitolea mfano mvutano wa wazi uliojitokeza kati ya Zelensky na Trump katika ikulu ya Marekani mwezi Februari. Klitschko alisema kuwa masuala nyeti baina ya viongozi wa juu wa kisiasa yanapaswa kujadiliwa bila uwepo wa kamera. Mapema wiki hii Trump alimtuhumu Zelensky kuzuia juhudi za kutafuta suluhu la amani baada ya rais huyo Ukraine kusisitiza tena kuwa hatakubali udhibiti wa Urusi katika rasi ya Crimea, eneo la kusini mwa Ukraine lililotwaliwa na Moscow mwaka 2014 kwa njia isiyo halali. Trump alihoji kuwa Crimea ilipotezwa miaka mingi iliyopita na kwa sasa si suala la kujadiliwa. Hata hivyo, Zelensky alikumbusha kuhusu tamko la mwaka 2018 lililotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani wakati huo Mike Pompeo, ambapo Marekani ilisema wazi kuwa inakataa jaribio la Urusi la kutoa rasi ya Crimea. Katika wiki za hivi karibuni, Ukraine na washirika wake wa Ulaya wameeleza wasiwasi wao kuhusu mwelekeo mpya wa Trump, ambao wengi wao barani Ulaya wanautafsiri kama juhudi za kurejesha uhusiano wa karibu kati ya Rais Vladimir Putin wa Urusi pamoja na Trump. Taarifa hiyo sasa inatupa wasaa kuelekea pia katika mzozo wa Marekani pamoja na Iran, ambapo Marekani imesema mazungumzo na Iran kuhusu makubaliano mapya ya nyuklia yanaendelea vizuri. Akizungumza kabla ya mazungumzo yanayotarajiwa kufanyika huko Omani kesho Jumamosi, Rais Donald Trump amesema uamuzi unaweza kufikiwa katika siku chache zijazo. Rais huyo wa Marekani ambaye alijiondoa katika makubaliano hayo yaliyohusisha mataifa 25 alitishia kuishambulia Irani iwapo makubaliano mapya hayatafikiwa. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, Rais Donald Trump alisema ana matumaini kuhusu mazungumzo hayo na Iran. Rais huyo wa Marekani aliondoa Marekani katika makubaliano ya awali ya nyuklia kati ya Iran na mataifa yenye nguvu ya magharibi mwaka 2018, na kwa muda mrefu amesema atafanya makubaliano yenye tija. Iran ilikuwa imekataa kujadili tena makubaliano hayo. Mazungumzo hayo mapya yanaonekana kama hatua muhimu ya kwanza ya kubainisha iwapo makubaliano yanaweza kufanyika, huku mikutano ya Jumamosi ikitarajiwa kulenga kuweka msingi wa mazungumzo hayo. Ni kiwango cha juu zaidi cha mazungumzo tangu muhula wa kwanza wa Trump madarakani, lakini hajabainika iwapo pande hizo mbili zitaketi katika chumba kimoja, Rais Trump akisema tu kwamba Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia. Iran inatarajia makubaliano wa kuweka kikomo, lakini sio kusambaratisha mpango wake wa nyuklia ili kubadilishana na kuondolewa kwa vikwazo. Na tukielekea kule nchini Israeli, ni kuwa jeshi la ulinzi la Israeli IDF limekiri kuhusika na mauaji ya mfanyakazi wa Umoja Mataifa kwa kutumia mizinga baada ya kukana kuhusika hapo awali katika tukio lililotokea mwezi uliopita katika ukanda wa Gaza. Mnamo tarehe 19 mwezi Machi, mfanyakazi wa Umoja Mataifa aliuawa baada ya eneo la Umoja Mataifa lililoko Deir el-Balah kuharibiwa. Wakati huo jeshi la ulinzi la Israeli IDF likidai halikushambulia eneo hilo. Hata hivyo, siku Alhamisi jeshi hilo la utawala wa Kizayuni lilisema kuwa matokeo ya awali ya uchunguzi wake yanaonyesha kuwa wanajeshi wake walimuua mfanyakazi huyo Umoja Mataifa kwa kumtambua kimakosa kama adui baada ya kudhani kuwa jengo hilo lilikuwa na uwepo wa maadui. Katika taarifa yao walisema jengo hilo lilishambuliwa kwa kuzingatia taarifa kwamba lilikuwa na wapinzani na halikutambulika kuwa ni jengo la
Umoja wa Mataifa. IDF imeongeza kuwa matokeo haya ya uchunguzi yameshawasilishwa kwa Umoja wa Mataifa na uchunguzi kamili utakabidhiwa pia. Waliongeza kuwa IDF inasikitishwa sana na tukio hilo zito na inaendelea kufanya uchunguzi wa kina ili kujifunza na kutathmini hatua za ziada za kuzuia matukio kama hayo siku za usoni.